Luamba Ngoma kwangu mimi naamini ni pigo kubwa sana kwa klabu ya Simba kumpoteza mchezaji kama Fabrice, lakini lazima uheshimu kwa maana kwamba football inatakiwa kuna baadhi ya wachezaji wanatakiwa kuondoka lakini ili uweze kusajili wachezaji wengine. Kwa Fabrice ni mchezaji ambaye anakupa vitu vingi sana ndani ya uwanja, kwa maana kwamba ukiachana kwenye eneo la quality, eneo jingine ambalo amekuwa akiofa vitu vingi ni kwenye eneo la leadership ambayo yuko nayo na mentality yake. Kumbuka huyu ni mshindi wa kombe la CAF Confederation Cup akiwa na Raja Casablanca. Amecheza finali ya CAF Confederation Cup akiwa na AS Vita. Kwa ni mchezaji ambaye ana sifa ya kiushindani. Ukiangalia pia hata tukio ambalo alifanya pale Zanzibar akiwa na Kwaruzana na Musa Pimpin Kamara, yote ilikuwa ni kwa ajili ya kuweza kupambania klabu ya Simba iweze kufanikiwa kuweza kushinda taji. Kwa ni mchezaji ambaye anakupa vitu vingi sana ndani ya uwanja. Anakupa quality kwa maana kwamba licha kwamba age yake ilikuwa imesogea, lakini ndiye mchezaji ambaye amecheza michezo mingi kwenye idara ya midfield kuliko mchezaji mwingine yoyote. Yeye pamoja na Yusuf Kagoma kwenda kutengeneza partnership nzuri sana. Licha mwanzo wa msimu watu wengi waliamini kwamba Deborah Fernandez atapata nafasi, lakini haikuwa hivyo. Ndiye Fabrice Luamba Ngoma ndiye ambaye alikuwa anapata nafasi kwenye idara ya midfield na alikuwa na ubora mkubwa sana kwenye hilo eneo. Kwa jambo la kwanza ni wanakwenda kumiss quality yake ndani ya uwanja. Jambo la pili wanakwenda kumiss leadership yake ambayo alikuwa nayo. Licha kwamba alikuwa ni captain namba 2 kwenye kikosi cha Simba, lakini mara zote yeye ndiye ambaye alikuwa anaiongoza timu kuweza kuhakikisha kwamba inafikia malengo yake. Eneo la tatu ni hali yake ya upambanaji ndani ya uwanja, kwa maana kwamba mentality ya kiubingwa ambayo yuko nayo. Kumbuka yeye ndiye mchezaji pekee ndani ya kikosi cha Simba ambaye ashashinda taji la CAF, na ndicho kitu ambacho alikuwa anafanya kuweza kuhakikisha kwamba anaiambukiza ile hali yake ya upambanaji kwenda kwa wachezaji wengine wote waweze kuwa nayo. Kwa wanapoondoka mchezaji kama Fabrice Luamba Ngoma kwenye kikosi cha klabu ya Simba, vinaondoka vitu vitatu. Inaondoka quality, inaondoka leadership, inaondoka mentality ya upambanaji kwenye kikosi cha klabu ya Simba. Kwa hiyo kwa Simba wanahitaji tu kusajili mchezaji kwenye idara ya midfield, sio tu mchezaji bora ndani ya uwanja. Wanahitaji kupata mchezaji ambaye atakuwa bora, lakini pia atakuwa na mentality za kibingwa, mentality za ushindi kwenye kikosi cha klabu ya Simba. Ndivyo ambavyo wanaweza kufanikiwa. Nje ya hivyo wanaweza kuleta mchezaji ambaye ni bora, lakini hali yake ya upambanaji sio kubwa, wakastruggle kwenda kufanikiwa. Kumbuka Manchester United ya Sir Alex Ferguson hawakuwa na wachezaji ambao wana ubora kwa kiwango kikubwa, hususan Manchester United ambao wanachukua taji lao la mwisho msimu wa 2013. Walikuwa kina Dan Welbeck, wakina Wes Brown, wachezaji wengi walikuwa wa madaraja ya kawaida tu kuliko hata vilabu vingine ambavyo vilikuwa vina wachezaji wengi bora, lakini mentality ya wachezaji wa Manchester United ilikuwa ni kubwa sana, ambayo ilikuwa inaambukizwa kutoka kwa benchi la ufundi chini ya Sir Alex Ferguson kwenda kwa wachezaji wa Manchester United. Wao wenyewe walikuwa wanaamini kwamba wao ni washindi na walikuwa wanaisaidia timu yao kuweza kushinda mataji chini ya Sir Alex Ferguson, hata kwenye kipindi ambacho hawakuwa na quality kubwa. Kwa upande wa Simba, ili wapate mchezaji wanahitaji kumpata mchezaji mwenye ubora lakini pia mwenye sifa ya upambanaji. Lakini kwa upande wa Azam FC na Jibril Sila, naamini kwa inaweza kani pengo kubwa sana kwa upande wa Azam. Mchezaji ambaye amefunga mabao 11 kwenye ligi, ni idadi kubwa sana mabao ambayo amefunga, na alikuwa na msaada mkubwa sana kwenye idara ya ushambuliaji ya kikosi cha Azam FC. Lakini changamoto kubwa ambayo wako nayo Azam FC kwa siku za hivi karibuni, wamekuwa wakiruhusu wachezaji wao wengi bora kuondoka, lakini replacement ya hao wachezaji ndio ambayo imekuwa changamoto. Msimu uliopita aliondoka Prince Dube, ameenda Yanga, badala wake amekuwa Nasor Saadon. Kila mtu anaona utofauti ambao upo kati ya Prince Dube. Na kuna yule mwingine aliondoka, alienda Kipre Junior ameondoka. Badala wake ndiye amekuwa kina Cheknadi ya Kite, wakina Frank Tiese ambao hawajawa na ubora. Kwa hiyo sasa tunakuwa tuna mashaka Azam naposikia kwamba mchezaji ameondoka Jibril Sila. Je, atakayekuja huyu atakuja kuwa bora au atakayekuja ndiye ambaye atakuwa kama wenzake wakina Cheknadi ya Kite pamoja na Frank Tiese ambao atakuja kujiunga na kikosi cha Azam FC. Kwa Azam FC kuondokewa kwa Jibril Sila, na mimi naweza kuwa ni pengo kubwa sana kutokana na replacement ambazo amekuwa akizifanya Azam FC kwa siku za hivi karibuni. Isa, ulikuwa unataka kusema neno hapo? Sawa, nataka kabla ya kusema neno hapo na kuna kitu nilikuwa nataka nimuulize Nira. Basi Nira anafuata. Mchezaji anacheza mpira wa miguu kwa vitu viwili tu. Kitu cha kwanza ni yeye mwenyewe kuweza kuangalia ni jinsi gani anapata maslahi binafsi, kwa sababu kuna maisha baada ya football. Lakini kitu cha pili ni jinsi gani ambavyo unaweza kwenda kucorrect medals, lakini unapaswa kuangalia ni sehemu gani ambapo upo. Kwa mchezaji kama Fabrice Luamba Ngoma akiwa na Simba Sports Club tokea amefika, amefanikiwa kuchukua taji moja tu, na taji lenyewe ni Muungano.
Kwa unakuja kuona hapo ndani ya misimu miwili ambayo amecheza Simba Sports Club, quality ya Fabrice Luamba Ngoma, lakini hajashinda pia na Ngao ya Jamii. Yes, na Ngao ya Jamii ambayo walishinda dhidi ya Young Africans, lakini nitakukumbusha uliwahi kusemaga Ngao ya Jamii sio kombe. Tuendelee lakini. Yes. Alisema hali huyo. Yeah. Risiti zake bado tuendelea kuwa nazo. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu vya msingi ambavyo mchezaji kama mchezaji anakuwa na vihitaji, lakini kitu kingine ni maslahi binafsi. Hapa kwa maslahi binafsi ndio tunapokuja kupata picha ya halisi ya Fabrice Luamba Ngoma. Kama mataji alishashinda akiwa na Raja Casablanca, lakini kitu gani ambacho alikuwa anakihitaji yeye kwenye career yake ndani ya Simba Sports Club? Simba walikuwa wanamhitaji Fabrice Luamba Ngoma na walikuwa wanamhitaji haswa, lakini Fabrice Luamba Ngoma kitu ambacho alikuwa anakihitaji yeye kama tunafanya contract extension ni ongezeni mkataba wa miaka 2, lakini Simba Sports Club wao kwenye tetesi mahitaji yao walikuwa wanasema wanahitaji kumongezea mkataba wa mwaka mmoja. Kwa hiyo mimi nadhani ni kushindwa kuelewana tu kwenye maslahi binafsi ndio kulikopelekea mchezaji kama Fabrice Luamba Ngoma kuweza kuwapa thank you Simba Sports Club. Lakini kwa upande wa Djibril Sila, nadhani ni mchezaji kijana ambaye anatamani siku moja kujiona akiwa katika ngazi fulani ya football yake, kwa sababu huyu ni mchezaji ambaye Azam alimpata kutokea pale Morocco, ni alikuwa anamilikiwa na Raja Casablanca, na ni mchezaji ambaye ameweza kuwasaidia Azam kwenye vitu vingi sana. Michezo 68, goal contribution yake ni almost 31, magoli 21, assist 10. Unakuja kumuona ndani ya misimu miwili ameofa kitu kikubwa sana ndani ya Azam FC, lakini je, anaweza katimiza ndoto zake za kuweza kubeba mataji makubwa au kuvaa medali akiwa na Azam FC? Hapo ndo jibu ambalo linapokuja kuwa gumu. Sila hawezi akatimiza ndoto zake akiwa ndani ya Azam FC, kwa sababu kama msimu huu project ya Azam FC ukimwondoa Faisal Salum ilikuwa inamtazama yeye, na yeye nadhani ndo top scorer wa Azam FC kwenye msimu huu. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo binafsi mchezaji anakuwa na vihitaji. Kwa hiyo Djibril Sila amejipima yeye na akaipima Azam, akaona kwamba yupo mbali zaidi na mafanikio ya mataji. Kwa hiyo kama utakosa mataji basi upate kimoja wapo. Pesa anazipata akiwa Azam, yes anaweza kuzipata, lakini je, ofa alizozipata kutoka nje ya nchi tofauti na Azam zinaweza zikalingania na zile ambazo anazipata akiwa pale Azam FC? Ndio kitu ambacho Djibril Sila amekuwa akikiangalia hicho kwa namna moja au nyingine. Lakini kwa upande wa Azam naamini pia nao ni pigo kubwa sana, kwa sababu ndani ya misimu miwili ambayo Azam walikuwa wakisema wanagombania mataji, wamepoteza wachezaji wao nyota kabisa ambao walikuwa katika front line. Wamempoteza mtu kama Kipe Junior ambaye alikuwa ni mchezaji muhimu ndani ya kikosi cha Azam FC, wakaja kumpoteza Prince Mpumelelo Dube ambaye pia naye alikuwa ni mchezaji muhimu ndani ya kikosi chao. Lakini msimu huu mpaka sasa hivi tunaona hapa wamempoteza Djibril Sila ambaye ni top scorer wa Azam kwenye msimu huu, lakini hapo kuna tetesi pia za kumpoteza kiungo wao mshambuliaji Faisal Salum. Kwa hiyo tunaona kabisa project ya Azam baada ya kupiga hatua kwenda mbele ndio inaanza kurudi nyuma sasa. Sasa Azam chini ya Mwalimu Florent Ibenge hatufahamu itakuwaje, labda aje na miujiza yake, lakini kumpoteza Djibril Sila ni pigo kwa Azam FC, kwa sababu ukiangalia kwenye ule mstari wa mbele ndio hakuna mchezaji, yani tukimuondoa Faisal Salum tuanze kuangalia mawinga wote wa Azam wajumlishe numbers zao ambazo wamecontribute msimu huu, hawajafikia zile ambazo wamezitoa Djibril Sila. Kwa hiyo unakuja kuona Djibril Sila ni moja kati ya wachezaji bora ambao Azam wamewapoteza ndani ya kikosi chao. Naamini kwamba hata Mwalimu Florent Ibenge atakuwa anasikitika kwa kuondoka kwa Djibril Sila. Sawa bwana, ni Rajuma akizungumza namna gani ambavyo mambo yamekaa vizuri zaidi, lakini pia kwa upande wa wachezaji Fabrice Luamba Ngoma